Habari za kututurisha mioyo zimeibuka kutoka Ubungo, Dar, wakati ambapo polisi walivamia waumini na kuwarushia mabomu na zaidi ya watu 30 kukamatwa. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali ikiwa wewe ni mgeni hapa kumbuka kusubscribe. Taharuki imetanda katika eneo la Ubungo jijini Dar es Salaam baada ya jeshi la polisi kutumia mabomu ya machozi kuwatawanya waumini waliokuwa wamekusanyika kwa ajili ya ibada katika kanisa moja, na mkusanyiko ambao mamlaka za usalama zimesema haukuwa na kibali halali. Tukio hilo limetokea wakati mamia ya waumini walipokusanyika kwa kile walichodai kuwa ni ibada ya kawaida ya maombi. Hata hivyo, mamlaka zilieleza kuwa mkusanyiko huo ulionekana kuashiria uvunjifu wa amani, hivyo kulazimika kutumia nguvu kulivunja. Polisi walifika eneo hilo na kutumia mabomu ya machozi kuwatawanya waliokuwepo, hali iliyosababisha baadhi ya waumini kukimbia hovyo, huku wengine wakijificha kwenye majengo ya jirani. Watu waliokuwepo wakati wa tukio hilo wameripoti kuwa hali ya wasiwasi ilitanda, huku nyimbo za kuabudu zikiendelea kusikika kwa sauti ya juu hata baada ya mabomu kurushwa. Wazazi waliokuwa na watoto walionekana kujitahidi kuwaokoa watoto dhidi ya athari za moshi wa machozi uliotanda angani. Mashuhuda pia wameeleza kuwa baadhi ya waumini waliendelea kuomba hata walipokamatwa na kupelekwa kwenye magari ya polisi. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa zaidi ya watu 30 walikamatwa na kupelekwa katika vituo mbalimbali vya polisi kwa mahojiano zaidi. Hadi sasa idadi kamili waliokamatwa bado haijathibitishwa na mamlaka, huku viongozi wa kanisa husika wakiwa bado hawajatoa kauli rasmi kuhusu tukio hili ambalo limezua mjadala mpana mtandaoni na miongoni mwa jamii ya waumini. Jeshi la polisi kupitia taarifa ya msemaji wake limetoa ufafanuzi kuwa lengo halikuwa kuzuia haki ya kuabudu, bali kuhakikisha shughuli zote za kijamii ikiwemo ibada zinafanyika kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizopo. Aidha, limetoa wito kwa viongozi wa dini kuhakikisha wanapata vibali vinavyotakiwa kabla ya kuandaa mikusanyiko mikubwa inayojumuisha waumini wengi, hasa katika maeneo ya mijini. Tukio hili linajiri katika kipindi ambacho masuala ya uhuru wa kuabudu yamekuwa yakitazamwa kwa jicho la karibu nchini, huku baadhi ya makundi ya kijamii yakisisitiza umuhimu wa kutambua haki za kidini bila kuathiri utulivu wa nchi. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema kuwa matukio kama haya yanapaswa kushughulikia kwa uangalifu ili kuepuka migongano kati ya mamlaka na raia, hasa katika nyanja nyeti kama za imani na dini. Kwa sasa jamii inasubiri hatua zaidi kutoka kwa serikali na viongozi wa kidini kuhusu namna ya kusawazisha haki za kidini na utekelezaji wa sheria.